Rapper Sean Diddy Combs amekumbwa na kesi nyingine ya madai ya unyanyasaji wa kingono, wakati ambao tayari anakabiliwa na mashtaka ya shirikisho yanayohusiana na usafirishaji haramu wa binadamu kwa ajili ya ngono na njama za kihalifu huko New York, na kwa sasa ukiwa na mwendelezo wa usikilizwaji wa kesi hizo. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na TMZ, mwanamke mmoja ambaye jina lake alikutajwa hadharani ama kuwekwa wazi amejitambulisha tu kwa jina la Jendo amefungua kesi dhidi ya rapper huyu akidai kuwa alimbaka mnamo Julai mwaka 2001. Mwanamke huyo anadai kuwa walikutana kwa mara ya kwanza Mei 2001 na walionana mara kadhaa bila matatizo yote hadi walipokutana kwa mara ya 4, ambako anasema mambo yalibadilika. Kwa mujibu wa madai hayo, anadai kuwa baada ya kutoka club usiku mmoja, Diddy alimpeleka nyumbani kwake jijini New York. Alipofika alielekezwa hadi chumbani ambapo anadai alitupwa kitandani kwa nguvu, akashikwa shingoni, yani kukabwa na Diddy ambaye alimwambia kwa ukali, "Nitakutoa uhai wako." Kisha anadai akamkamata, yani akamniga kwa mkono mmoja na kutumia mkono mwingine kufungua mkanda wa suruali na kuzitoa sehemu zake za siri. Jendo alieleza kuwa alihisi faraja kidogo alipoona udogo sehemu hizo za siri, akiamini kuwa usingesababisha maumivu makubwa. Hata hivyo, licha kumuomba ache na kujiondoa juu yake, Diddy anadaiwa kuendelea kumwingilia kingono kwa nguvu hadi alipomaliza mzake. Baada ya tukio hilo, Jendo alijisafisha bafuni. Aliporudi alimkuta Diddy akiwa amelala kitandani akiwa uchi. Alikimbilia mlangoni ambapo alikutana na mlinzi aliyekuwa amesimama nje. Kwa maombi yake, mlinzi huyo alimuelekeza njia ya kutoka. Inadaiwa kuwa wafanyakazi wa Diddy waliwasafirisha Jendo na marafiki zake hadi nyumbani kwao. Mwanamke huyo anadai kuwa tukio hilo lilimwacha na majeraha ya kimwili na kiakili, hali ambayo imeathiri sana maisha yake, ikiwa ni pamoja na kupoteza imani kwa wanaume. Aidha, anadai kuwa baada ya tukio hilo Diddy aliwasiliana naye mara kadhaa, hata akimwalika kwenye tafrija maarufu, yani wet party, lakini yeye aliendelea kumkwepa kwa kuhisi kutokuwa salama. Mwanamke huyo sasa anamshtaki kwa madai ya unyanyasaji wa kimwili na kihisia, madhara ya kiakili na majeraha ya kimwili na kisaikolojia, akidai fidia kwa madhara aliyopata kutokana na tukio hilo. Hapa ni SNS Mini Gen Man.